Kiongozi mpya wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Mujtaba Khamenei katika ujumbe wake kwa mnasaba wa mwaka mpya wa kalenda ya Kiajemi amesisitiza umuhimu wa umoja wa kitaifa katika kuzima njama za maadui. Katika ujumbe wake siku ya Ijumaa, Ayatollah Khamenei aliwapongeza wananchi wa Iran na Waislamu duniani kote kwa sikukuu za Eid ya Nuruz na Eid al-Fitr ambazo zimekutana mwaka huu. Ni muhimu pia kuwapongeza wote kwa ushindi mkubwa wa wapiganaji wa Uislamu, alisema, huku akitoa pole kwa familia za mashahidi wa mashambulizi ya Marekani na Israeli pamoja na wale wa machafuko ya Januari yaliyodaiwa kuungwa mkono na mataifa ya nje nchini Iran. Katika sehemu ya kwanza ya ujumbe wake, Ayatollah Mujtaba Khamenei alitoa mukhtasari wa matukio muhimu ya mwaka uliopita wa Kiajemi, na hapa namnukuu: "Mwaka uliopita wananchi wetu wapendwa walipitia vita vitatu vya kijeshi na kiusalama," alisema. Vita ya kwanza ilikuwa ni ya Juni, ambapo adui wa Kizayuni kwa msaada maalum wa Marekani na katikati ya mazungumzo aliwaua baadhi ya makamanda bora wa nchi na wanasayansi mashuhuri pamoja na takribani raia 1000, aliongeza. Alisema kuwa kutokana na makosa makubwa ya tathmini, adui alidhani wananchi wangeiangusha serikali ya Kiislamu, lakini umakini wa wananchi na ushujaa wa wapiganaji wa Kiislamu uliharibu njama hizo. Ujumbe huo pia uliainisha kile kilichoitwa mapinduzi ya Januari kama vita ya pili ya taifa, ukirejea maandamano yaliyodaiwa kuungwa mkono na mataifa ya nje. Kiongozi huyo alisema Marekani na utawala wa Kizayuni walidhani wananchi wa Irani wangeunga mkono maono yao kutokana na shinikizo la kiuchumi. Aliongeza kuwa maadui hao walitumia mamluki wao kusababisha majanga mengi na kuua raia wengi zaidi kuliko vita ya kwanza, pamoja na kusababisha uharibifu mkubwa. Akizungumzia vita ya sasa aliyoiita vita ya tatu, alisema ilianza kwa huzuni kubwa kufuatia kuuawa kwa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Ali Khamenei mnamo Februari 28. Katika sehemu nyingine ya hotuba hiyo, kiongozi huyo alichambua lengo la kimkakati la vita vya sasa, akisema lilianzishwa baada ya maadui kushindwa kuchochea uasi mkubwa wa wananchi. Alieleza kuwa maadui waliodhani kuua viongozi wakuu kungeleta hofu na kukata tamaa miongoni mwa wananchi na hatimaye kufikisha ndoto ya kuitawala Irani kisha kuivunja. Licha ya changamoto hizo, kiongozi huyo katika hotuba yake aliwasifu wananchi kwa mwitikio wao, akisema waliunganisha ibada ya kufunga na juhudi za kujilinda na kuunda mstari mkubwa wa ulinzi kote nchini Iran. Alisema hatua hiyo iliwapa maadui pigo la kuwachanganya na kusababisha matamshi yao kuwa kinzani na yasiyo na mantiki. Ayatollah Khamenei katika hotuba yake alisisitiza kuwa nguvu ya taifa la Iran inapita zaidi ya makombora, ndege zisizo na rubani na silaha nyingine za kijeshi. Alibainisha kuwa maandamano ya Februari 11 na Machi 12 yalionyesha wazi upinzani dhidi ya uonevu wa kimataifa na uthabiti wa wananchi. Adui alitambua kuwa anakabiliana si tu na makombora na silaha, bali na nguvu kubwa zaidi ya matarajio yake madogo, alisema. Aliwashukuru wananchi kwa kuunda tukio kubwa la kihistoria na kupongeza viongozi wa serikali kwa kuwa karibu na wananchi bila urasimu. Pia alisifu umoja wa ajabu wa wananchi wa Irani licha ya tofauti za kidini, kiitikadi, kitamaduni na kisiasa, akisema kuwa hiyo ni baraka maalum kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kiongozi huyo alionya kuhusu operesheni za vyombo vya habari zinazolenga kudhoofisha umoja wa kitaifa na usalama wa nchi ya Irani kwa kuathiri fikra za wananchi. Alihimiza vyombo vya habari vya ndani kuepuka kuzingatia udhaifu, akionya kuwa uzembe unaweza kuwasaidia maadui kufikia malengo yao. Ayatollah Khamenei pia alizungumzia vita vya kiuchumi, akisisitiza kuwa kuboresha maisha ya wananchi na miundombinu ya ustawi ni kipaumbele muhimu katika kukabiliana na shinikizo la maadui. Alitangaza kauli mbiu ya mwaka mpya kuwa uchumi wa kujitegemea chini ya umoja wa kitaifa na usalama wa taifa. Katika ujumbe wake alisisitiza umuhimu wa kuimarisha uhusiano na nchi jirani, akitaja misingi ya pamoja kama dini ya Kiislamu,
tamaduni na maslahi ya kimkakati. Aliyataja mataifa ya Mashariki kuwa ya karibu zaidi na kutoa wito kwa Afghanistan na Pakistan kuboresha uhusiano wao ili kuepuka migawanyiko miongoni mwa Waislamu. Kiongozi huyo alikanusha kuhusika kwa Irani katika mashambulizi dhidi ya Omani na Uturuki, akisema yalifanywa na adui kwa kutumia mbinu ya bendera ya uongo ili kuchochea mgogoro kati ya Irani na majirani zake. Ujumbe huo ulihitimishwa kwa dua ya mafanikio na faraja kwa taifa, majirani zake na muungano wa upinzani, ukinukuu aya ya Qur'ani inayozungumzia ushindi wa waliodhulumiwa. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.